yetu jioni mchana wa leo, na pia katika kusikia kile ambacho Mungu anazungumza nasi. Ukiwa nyumbani, karibu sana. Wewe uliye karibu na sisi pia hapa, jisikie ukiwa mahali palipo sawa. Nataka nisome maandiko katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11 and 10 and 11. But I'll start from verse 1. 1 Corinthians chapter 3 from verse 9 to 11. And the Bible says, "Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? What, after all, is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. Verse 9. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. Verse 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Now, tukiangalia mahali ambapo tunakaa, kila mmoja wetu mahali ambapo tunaishi, and especially kama unaishi mahali ambapo kuna ghorofa, ama hata inaweza kuwa pia si mahali kuna ghorofa, lakini mwenye alijenga lile jengo ni lazima kuna kazi mingi aliyoifanya mwanzoni kabla hiyo kazi ama kabla hilo jengo liweze kusimama mahali ambapo limesimama. And especially the story buildings, nyumba za ghorofa, kwa sababu zinakusudiwa kukaa kwa muda mrefu ama milele, for that matter, because sidhani mtu akijenga nyumba kubwa zaidi, tuseme kama zile tunaonanga Nairobi kubwa, sidhani wako wanasema hii nyumba nataka ikae hapa miaka 20 ama 30 ama 50 alafu niangushe, because hata kuangusha kwake inakuwa ni kazi nyingine. So a serious builder puts a lot of seriousness into the building. Anaweka jitihada kubwa sana katika lile jengo ambalo analijenga ndiposa liweze likadumu milele. And sometimes actually it takes a lot of time. Inachukua muda mrefu sana to raise the building. Now, every building ikikuja, kazi kubwa na kila ambacho kina determine ya kwamba how high the building will be tall is
the foundation. Kile ambacho kinakusudia ama kitakachodhihirisha uzito na ustadi na urefu pia wa nyumba ni ule msingi ambao unaowekwa. A very good example also, maybe tukisahau nyumba za ghorofa, hili kanisa letu kile tumeanza kujenga, hiyo chuma ambayo unaona iko pale imeenda chini, haijaenda futi inchi 2, 3, 4 ama futi 1. Imeenda chini zaidi ya futi hiyo 1 ama hata 2. Imeenda chini such that kile tutakuja kuwekelea juu hakiwezi kuwa na shida. Hizi chuma ambazo tumesimamisha hapa zitaweza kushika chuma zote na uzito wote ambao tutaweza kuwekelea juu. So what am I saying? Msingi wa nyumba ni muhimu zaidi. Na pia vile vile msingi wa jambo lolote lile ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So Paulo anapozungumza na Wakorintho hapa, anawaambia kwamba sisi ni watendakazi wake Mungu. We are God's fellow workers. Sisi ni watendakazi wake Mwenyezi Mungu, na nyinyi ndio shamba ama kiwanja, nyinyi ndio sehemu yake Mungu. Sehemu yake Mungu kumaanisha nyinyi ndio jengo lake Mwenyezi Mungu. Na hili jengo ambalo ni lake Mwenyezi Mungu linahitaji kujua ya kwamba ama linahitaji kuelewa ya kwamba msingi ni wa muhimu, ndiposa hili jengo liweze kuendelea ama hapana. I have actually seen some places where unakuta kwamba mtu alikuwa katika hali ya kujenga na inafika mahali unakuta ya kwamba ile jengo, if the engineers come, wahandisi wakikuja wakute ya kwamba wafanye examination yao na realize hapana, hili jengo vile ambavyo lilivyo itafika mahali na litaanguka kwa sababu msingi wake haukutengenezwa vizuri. Now, a wise or a serious engineer, what he does is that he orders a demolition. Anasema hilo jengo liangushwe, lifanywe msingi mzuri. That is a wise, a good and a professional engineer who is not after money. Actually, if you realize some of the buildings ambazo huwa zinaanguka, alafu kidogo unasikia msingi nyumba ilianguka kwa sababu haikuwa na msingi mzuri, more or less kuna mtu alikula pesa akasema endeleeni tu. Alafu unakuta hasara inayokuja inakuwa kubwa kuliko vile ambavyo wangefanya kudemolish. Now, looking at what I'm talking about, and maybe for the purpose of you understanding, I want to talk about, or I'm talking about laying the right foundation. Kuweka msingi ulio bora, msingi mzuri. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuweka msingi mzuri, or laying the right foundation. We are God's fellow workers. Paulo anajaribu kueleza hawa watu, na nyinyi ndio jengo lake Mwenyezi Mungu. And actually, if you continue kusoma pale mbele, the Bible is clearly speaking to us and telling us that our bodies ama miili yetu ni hekalu lake Mwenyezi Mungu. Praise the name of Jesus. And that is in verse chapter 3 of 1 Corinthians and verse 17 nasema, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are the temple. You are the house of God. You are the temple of God. Bwana sifiwe sana. Tunapoongea kuhusu jengo lake Mungu, jengo ni wewe. Well, hapa mahali ambapo tuko na mahali jengo hili tunalojenga ni nzuri kwa sababu ni mahali pa makutano. Lakini kanisa yenyewe, jengo lenyewe ambalo lilikuwa ni maono yake Mungu, ni wewe na mimi ambao tumemfanya Kristo kuwa mwokozi wetu, ambaye tumeamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao Paulo anapowaambia hawa ya kwamba wao ndio jengo,
Akasema hivi, kwa neema yake Mungu, by the grace God has given me, ama kwa neema ambayo Mungu amenipatia mimi. Huyu ni mtume Paulo. Akasema ya kwamba I laid a foundation as an expert builder. Mimi niliweka msingi kama mjenzi aliye na experience, kama mjenzi ambaye alijua kile ambacho anachofanya. Praise the name of the Lord. Na akasema ya kwamba baada ya mimi kuweka msingi, kuna mwingine ambaye and someone else is building it. So yeye aliweka msingi, and by the way, ukiweka msingi wa nyumba, fundi mwingine yeyote yule ambaye anakuja anaweza endeleza kutoka pale. Praise the name of Jesus. And I also want to believe that it is not every fundi ambaye anaweza akatengeneza msingi mzuri ndiposa nyumba iweze kusimama vizuri. Kuna watu wako specifically wamespecialize that anaweza weka msingi ambao utakuwa steady, utakuwa so strong that anyone else can come and continue to build on the same. And this is the analogy, ama hivi ndilo mambo ama mwelekeo ambao tunaona Paulo akija kuleta mahali hapa. He said, someone is building on it, but each one should be careful how he builds. Praise the name of Jesus. Kila mmoja ni vizuri aweze kujua ama akuwe makini sana jinsi anavyojenga. We are in the beginning of the year. Tuko Sunday ya mwanzo katika mwaka huu. Swali ambalo ningependa niweze kuleta kwako unayenisikiza, ni msingi upi ambao unaenda kuweka kwa sababu ya mwaka huu? Praise the name of Jesus. Nyumba kusimama kwake, nimesema inategemea msingi uko strong kiasi gani, msingi umejengwa namna gani. Swali ambalo nataka nikuulize unayenitazama na unayenisikiza pia ni je, mwaka huu, mwanzo wa mwaka, siku ya 3 na Sunday ya mwanzo katika mwaka huu, unaweka msingi gani katika maisha yako? Praise the name of Jesus. Ni msingi upi unaoweka katika maisha yako? Ni msingi gani utakaoweka katika maisha ya watoto wako? Ni msingi upi utakaoweka kwa jamii yako? Ni msingi upi utakaoweka kwa biashara yako? Walio shule, wanaoenda shule, ni msingi upi utakaoweka katika masomo yako? Praise the name of Jesus. Ni msingi upi pia utakaoweka? Sasa hivi tuko hapa tunaongea kuhusu mwanzo wa mwongo mwingine mmoja ambao utaisha 2030. Ni msingi upi ambao utakaowekea watoto wa watoto wako? Praise the name of Jesus. Kuna watu wako mahali hapa, ama unanisikiza mahali ulipo, uko na in the next 10 years utakuwa na wajukuu. Je, ni msingi upi unaowekea wajukuu wako siku ya leo? Praise the name of Jesus. Paul say, I laid a foundation as an expert builder. Kwa maneno mengine ni vile kutuambia mimi niliweka msingi mzuri. He's putting it so well. I laid a foundation as an expert builder. An expert does an excellent job. Praise the name of Jesus. An expert does an excellent job. Anafanya kazi nzuri. Kazi ina makosa. Ikipatikana makosa, hiyo ni ile inakubalika. Unajua kuna makosa katika ujenzi inaweza kubalika. Lakini kuna ingine kabisa haiwezi kubalika. Kuna mtu anaweza kuunganisha mbao mahali na ukiwa hapo even if you're 1 meter away you can't see, unless an expert akuje karibu kabisa aone kuna difference of maybe 0.001 millimeter. That one can be allowed. Hii inaweza kubalika because he is an expert. Now you've got to be an expert builder of your family. Ni lazima ukuwe expert builder of a relationship
neither between you and your children, between you and your family and all that. Praise the name of Jesus. So Paul said, I laid a foundation as an expert and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. Praise the name of Jesus. Amen. Mwanzo wa mwaka ni muhimu. Mwanzo wa jambo, in as much as the end is better, is important, ni muhimu kuliko mwanzo. I also want to believe how you begin things inategemea na jinsi utakavyo anza. Utakavyo fanya nini? Utakavyo maliza. Praise the name of Jesus. Unavyoanza, ni kama unapoendesha gari. Wale ambao sisi wale ambao tumesafiri na kuna vile ambavyo labda mwaisafiri mahali ambapo kuna milima na mabonde, ama mahali ambapo mnasafiri alafu all of a sudden mnajikuta kuna mteremko mrefu, and be sure kama kuna mteremko mrefu pia itafika pale chini mkue na nini na kupanda pia. Now a good driver inafikaka mahali ana akiwa karibu katikati ya barabara ama anapokaribia ile kuteremka, ana accelerate. Bwana sifie sana. Ana accelerate ndipo aweze kufanya nini? Kupanda ule mlima. Iwapo ni ngumu kwa sababu magari nzito huenda asiteremke kwa nguvu. Ni lazima afike pale chini and then aanze hapo. Now akifika pale chini, what he does is that engage the strongest gear of that car or that truck. Praise the name of Jesus. Engage ile gear mzito kabisa, gear number 1. Na engage hiyo, he makes sure that he balances vizuri. Ana balance ile gari vizuri. Diposa akianza kupanda hata fika katikati alafu afanya nini? Akwame. Bwana sifie sana. Hata fika katikati alafu gari ikwame, aambie kijana wake ama matani boy aweke nini? Inasikia kitu wadunga sijui jina gani nyingine hapo. Unakuta ukiwa pale posta, najua kilo moja moyo na hivyo. Uko kwa matatu kuna lori iko mbele yenu, alafu imefika hapo katikati kwa posta, imesimama, alafu kidogo inaanza kurudi nyuma. Unaona kijana ametoka, ametafuta kimawe, amefanya nini? Ameweka nyuma. Hiyo nataka tukatae hii mwaka. Katika maisha yetu, katika mwaka hatutaki manini? Hatutaki biti madunga, hatutaki kukelewa dunga. Ifiki umefika katikati ya mwaka na umekwama. Imefika katikati ya mwongo na umekwama. Tukatae kukwama. Let us begin well in Jesus name. Tuanze vizuri. Na tunaanza vizuri katika kuangalia ni mambo yapi ambayo inahitaji kutengenezwa. As we begin the year, what kind of a foundation are we going to put? Now look at it. I'm talking about laying the right foundation. There are foundations and there are good foundations. Kuna misingi na kuna misingi mizuri. Na ndiposa Paulo anasema, me, I laid the foundation as an expert. So he put the right foundation. Akuchimba tu. Akuchimba tu. Kama sasa hapa tukichimba, make sure wale mafundi ambao walikuwa natuelekeza wako hapa, walisema ya kwamba lazima tuchimbe mpaka tufikie maro. Hatuwezi tukawekelea jengo juu ya cotton. Do you know that can also be a foundation? Na tunaweza kujenga, lakini after a few days ukinyesha, nyumba inaanza kukaa kama inaanguka kwa sababu hatu kuweka msingi mzuri. So the question is, what kind of foundations have we put before? Na iwapo kuna misingi tumeweka hapo mbele na hiyo misingi si nzuri, it is not an offense to break or to break down and start afresh. Bwana sifiwe sana. This will be an exciting year if only we are going to do the right thing. And the right thing is laying the right foundation. Bwana sifiwe sana. Tuko na watoto wetu. There are so many areas that we need to lay foundation on. Let me surprise you. You are as a result of the foundations that were put or were built in you, in your life, by your parents, them in the days. Bwana sifiwe sana. Wewe ni msingi ama ni product, wewe ni jengo actually. Wewe ni jengo la msingi wazazi ule uliwekewa na wazazi wako.
Na iwapo msingi wazazi walioweka ni mzuri ama ni mbaya, hatutaki kwenda hapo kwa sababu tutaanza kulaumu wazazi wako sahihi. But the point is this, it is possible to break down a building and start afresh. Bwana asifiwe sana. Vituko tunazoona watu wakifanya kwa hii barabara zetu, kwa hii taifa tunayoishi, ni misingi iliyowekwa. Misingi miovu. Juzi tulikuwa na discussion nyumbani, kuhusu madawari, hizi madawari tunaenda kulipa. So one of my brothers akauliza swali, na we were actually it was a big discussion. Na hii discussion ilikuwa kwamba kuna dada walikuja, katika wazee wakiongea hapo, wakaitisha sijui ngapi za pombe, kwa dawari negotiation. So tukawa tunasema hiyo kitu ifai, hiyo ni mbaya, hiyo hapana. And tukiongea hapo, one of my uncles alikuwa pale akasema tumwahi fanya hivyo, na kwa sababu hivyo ndivyo hali inakuanga huku, so haina iko sawa tunaitisha, na hata kama itakuja kama ikiwa pesa, si lazima ikuje ikiwa pombe yenyewe, inakuja ikiwa pesa, na tunaendelea na kila mtu anajua kunaendaga hivyo. Lakini kama sasa si unaona hiyo kitu, na huo si msingi mbaya kunaweka. Na sasa huyo mtu akikuja apate vijana, na nikamwambia hebu angalia, mimi nafikiria hivi, hebu angalia zile jamii ambazo mmeitisha pombe, na uangalie kama kuna vijana kwa hizo boma na wako na umri wamepita miaka 18. Hebu angalia bila wako. Kuna mwenye anakunywa kanyamaza. Kuna wenye wanakunywaga kanyamaza. Kuna wale ambao wameitisha hizo mapombe na watoto wao wako aje? Akasema hakujibu. What am I trying to say? Some foundations ambazo tunaweka katika mambo pia yale ambayo tunayafanya, it is very significant. Ndio unakutanga ya kwamba kwa dare umeenda na umeitishwa pombe, na nyinyi ni wa kiroho na you don't care na mnapeana. Wait until kijana wenu ama kijana wa hiyo jamii akuwe na miaka, atakuwa anaogoto kwa mitaro. Msingi uliwekwa. Na msingi ukiwekwa, unless or not until somebody realizes na destroy huo msingi, ajenge upya, ajenge msingi ulio mzuri. So that's what I'm saying. I'm asking, what kind of foundations have you built in your relationship, in your family, in your life? Bwana sifiwe sana. Ni lazima tujue, ni lazima tuanze kufanya mambo vizuri. Ni lazima tujue misingi ya maisha yetu, misingi ya watoto wetu, and especially when it comes to the things of God. Hawa watoto ambao tuko nao hapa, by the way, parents, let me speak to us, myself included. Ni lazima tuweke misingi mizuri katika watoto wetu. Na wanaanza jinsi tu wanapozaliwa. Let us start speaking to them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wale ambao tuko hapa, and I want to challenge every one of us. Sometimes we are worshiping na watoto ambaye ako na 3 years anaketi throughout the service, yeye hafai kuabudu. Mtoto ako na 7 years anaketi, yeye abudu, ati mzazi ndiye anaabudu. We are doing the wrong foundation. Tunaweka msingi mbaya. We have to check things. Kwa msingi uliokuwa tubomoe, tuweke upya. Praise the name of Jesus. We don't come to church to play, we come to worship and pray. Tunakuja kuabudu. Asubuhi kijana wangu aliniambia hapa, alikuwa anaita mwenzake, rafiki yake hapa hiyo wakuja wakacheza. Nikamwambia chacha tukuja kucheza. Tulikuja kuomba na kuabudu. Tutacheza baada ya ibada. Bwana sifiwe sana. I say praise the Lord, parents. Amen. Ni lazima tujue kama msingi wa kuabudu, msingi wa ibada inaanza wakati tu mtoto anapoanza kuelewa. What kind of a builder are you? Are you just any other builder, or you want to be like Paul, the expert builder? Bwana sifiwe sana. You know what? How watoto, or even the youths, at some point watatoka kwako. And that is why unakuta Paul anasema ya kwamba mimi niliweka msingi and someone else will continue to do it, to build. So mahali ambapo utakapowapeleka. Sasa wale ambao tuko nao, for example,
na watatoka katikati yetu, wataenda mahali hatu karibu na wao, wataenda labda shule, boarding schools or something. Sasa kama hawataweza kufanya lile ambalo ni ombi ama tamanio letu sasa hivi, na hatujawaweza kuwaeleza ama wajaweza kupractice, how will they do it? So mwenye atakaoenda kuchukulia atakuwa na wakati mzito, na kazi yake huenda haikuwa ya kuweka msingi. Wewe haukuweka msingi uliofaa. Bwana sifia sana. Ibada zetu ni lazima tubadilishe, tuamue ya kwamba now we have not done it good over the years. Mwaka uliopita msingi haukuwa mzuri. As a matter of fact, kuna mahali ilifika na ili jengo lilianguka, na ikakuwa tuko pale, hakuna mtu anayeshughulikia. We are in another year that we need to trust God. We are raising up. Amen. Praise the name of Jesus. We are arising. Tunainuka tena. The Bible says in Isaiah, arise and shine, for your light has come. Bwana asifiwe sana. Inuka na uangae. Ungae. I mean, let people see the glory of God in us. Bwana asifiwe sana. Kuna tabia tunafanyana mpaka unashindwa huyu. Umwaisikia, umeona mtu amefanya kitu, alafu unauliza huyu alizaliwa wapi? Amaski. Kuna katabia umeona mtu amefanya, alafu wewe mwenyewe ukajiuliza, ama hata ukamuuliza, wewe ni wa wapi? Iko. You look at me kama mzee ulizie swali. I know you have. Eh? Unaona mtu amefanya kitu, unamuuliza huyu ni wa wapi? Praise the name of Jesus. We have to make sure that we are doing things right. Na nilisema pale katika utangulizi wangu, sometimes it takes quite a long time to raise a building as we work on the foundation. As we work on the foundation. Kuna jengo linajengwa Nairobi, na ni every time ninapopitia pale hapa hiyo, nilitembea pale for a whole year. Every day, kuna wakati nilikuwa nafanya kazi industrial area. I was selling bread then in the place. So 6 in the morning nilikuwa nimezunguka sehemu tofauti. So around 6 ndio nilikuwa napitia hapa hivi. So nikipitia hapa hivi, ile kuna walikuwa wameweka kibao cha the building ambao wanaweka. Na for all good year. Nilikuwa napitia tu pale. Nakuta tu naona tu matenga zinaingia zikitoka. Shimo kubwa. Na ile nyumba ilikuja kujengwa pale, it is so tall. Actually ukiwa Lang'ata unaiona na iko hapa hivi. Ukiwa Nairobi town unaiona na iko hapa hivi. It's long and itegemea msingi. Do you want to go far? Unataka watoto wako waende mbali? Imani yao, msingi ni lazima tuangalie. Tunataka kanisa lenye limekomaa kiroho. Actually, when you go back chapter 3 verses 1, Paulo alikuwa anawaambia hawa, hili kanisa la Wakorintho, ndugu zangu, I could not address you as spiritual. Sitawaita nyinyi ni watu wa kiroho, lakini mimi nitawaita tu ni watu tu wa ulimwengu ama wa dunia, watoto wa Kristo, watoto tu wa Mungu. Niwapatia maziwa, sio chakula kizito, kwa sababu hamkuwa tayari. Na kwa nini anawaita wa ulimwengu? Kwa sababu they are still worldly. Why? For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Kuna chuki, kuna kusengenyana, kuna hali ya kudharau. Haya maneno yote Paulo anawaambia nyinyi, siwezi nikawaita wa kiroho, nyinyi nitawaita tu wa kilimwengu. Hamjafika kile kiwango ambacho kinafaa cha kuitwa sasa you are grown ups in faith. And let me tell you, if we want to be a church ambayo imesimama na imekuwa emulated, if we want to be families that are emulated, ya kwamba watu wengine wanaweza wakatutizama na wapende lifestyle yetu, ni lazima tujue ya kwamba msingi ni upi tunaoweka. Praise the name of Jesus. Ni lazima tujue ni msingi gani tunaoweka hata katika imani yetu.
Na nilikuwa naongea kuhusu watoto wetu. Lazima tujue kwamba when we go to church, we are going to worship. Ni lazima tujue, if it is time to worship, it is time to worship. If it is time to pray, it is time to pray. Let them understand. Let them understand. If it is about prayer, let's plant foundation zuri, ama tutengeneze foundation zuri ya watoto wetu hata katika maombi. Praise the name of Jesus. So let's be careful. Let's be careful. Praise the name of Jesus. That is what Paul says. Each one should be careful how he builds. And as you build, haujengi tu kwa sababu walisema ujenge. Consider a good building that will last and stand the test of times. Ya kwamba wakati mafuriko inapokuja, hilo nyumba litasimama. Ukuwe Mkristo ambaye amesimama katika msingi ulio bora, ya kwamba hata kama ni katika ujirani wenu mahali mnaoishi, migogoro ya wadada katika plot ikikuja, wewe hauhesabiki pale. You can only speak a word of wisdom, lakini sio wale wa kutilia moto. Akutilia niliona huyo anakuanga sijui aje, mwachane na huyo. Hapa nafikiria ni kwake. Unaona maneno kama haya. You talk until people are like, oh, auditions, we sing. Praise the name of Jesus. We sing. So be careful how you build. Be careful how you build. Now, we have the only foundation. Verse 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid. When it comes to our relationship with God, inapokuja kuhusu uhusiano wetu na Mungu, kuna msingi ambao ulishawekwa, kuna standard ambayo ishawekwa. Bible says, and that foundation that has already been laid, which is Jesus Christ. Bwana sifiwe sana. Foundation yetu, ama yule ambaye tunaweka misingi, tunajenga juu yake. We begin from somewhere, and out of building, wherever tunabuild kwa watoto wetu, kwa jamii zetu, kwa biashara zetu, msingi ni Yesu Kristo. That is what the Bible says. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus. Bwana sifiwe sana. The only foundation that has been laid, it is Jesus. Now, why Bwana Paul alikuwa anasema hii maneno? Now, if you continue to read from verse 12, Bible inasema, if any man builds on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or stray, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Moto utatest ama mambo ya tutakayopitia, the challenges here and there, tukijijenga ama tuweke mambo yetu na maisha yetu katika Kristo. Anasifiwa sana. Even if there will be shake-ups, what will happen ni kwamba tutasimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasimama imara, tutatingizwa. Tukijificha katika Kristo, hatutatingizwa kamwe. Tukificha watoto wetu katika mwanga ama katika msingi wa Yesu Kristo, what will happen ya kwamba they will not be shaken. Bwana asifiwe sana. So what I'm asking is, are we purposing that we are going to put the right foundation this year? In the next 10 years, I say, huyo mtoto ambaye uko saa hii na ako shule, you'll be surprised, atakuwa amesonga sana. Na swali ni vizuri tujue ya kwamba the earlier the better.
Tutakapoanza kujenga msingi wa watoto saa hii ni bora kuliko tungoje wakati ati watafika ataweza kureason. No. We begin it right now. Tunawaambia wanasahau, tunawaambia tena. Wewe mwenyewe kuna mambo ambayo unaaminia Mungu, even if it is in the area of your business or in the area of your relationship with God. Do something and tell God, iwapo kuna misingi ambayo niliweka pale na haikuwa nzuri, I am destroying those foundations today. And I want to begin afresh. I want to lay a right foundation. Ndiposa hili jengo, we said this body, it is the building, God's building. Wala sifia sana. It is God's building. Na hii building yake Mungu lazima tuitunze vizuri sana. Tusijenga tu hivi na tukose kuitunza. Praise the name of Jesus. Every building has a purpose why it was built. Hallelujah. Jengo lolote liko na sababu kwa nini lilijengwa. Hili jengo liliko pale zile choo zetu room ziko pale, tulitengeneza msingi pia na tukachimba tukafikia mara ndio tukaanza kujenga. Tulijenga lile jengo na liko na kusudi yake. Leo kila mmoja analitumia, liko na sababu yake. Bana sifiwe sana. Madarasa ya watoto tuliweka pale, tulijenga ikiwa na sababu yake. So ni lazima tungejua kwamba ni lazima dimensions zake zikuwe hivi, msingi uende chini kiwango fulani, ndio in case of anything our children are safe. In case of anything kwa zile choo tuko safe hata tukiwa ndani. Very safe. Wale ambao mnasikizanga news, kuna watoto ambao waliaga sehemu za Nairobi juzi. Sijui kama mliona hizo. Did you see that? Kuna watoto sijui ni Mwihoko ama ni wapi sijui. Nairobi walikuwa wanacheza, I think they were playing. Alafu kuna ile choo inajengwa septic, inajengwa alafu inaachwa hivyo. So watoto walienda kucheza kidogo ikaenda chini. Watoto wangapi? 5. 5. Wote chini. Sidhani kama kuna mwenye alisurvive. Kulikuwa na sijui 10 years. Kulikuwa na 3 years pia. Wote chini kwa septic. Why did that septic collapse? Foundation. Msingi wake uko mzuri. Because unaweza jenga jengo hata mvua ije aje haitaliangusha kwa sababu imetengenezwa vizuri. It has been well. So what I was saying is this: every building has a purpose why it was built. So what is the purpose for you? You've got to understand that. You are the body of God. You are the temple of God. And you have a purpose. And your purpose, kusudi lako, ni kumwabudu Mungu. The purpose of this body now. You know, katika for example, ili nyumba, if it is a construction ambayo tunajenga, tunakuja kufanya nini hapa? Kusudi yake ni kuja kufanya nini? Kuabudu. Tunakuja kwa hili jengo kuweza kuabudu. So it has to be well kept. So hilo jengo ambalo ni wewe, ni lazima ulitunze, uliweke vizuri. Praise the name of Jesus. And the only foundation and the only person who will help us to maintain this foundation, it is Jesus Christ, Son of God. Bwana asifiwe sana. So we are in the year 2021. And the question ambayo nataka niulize ni msingi, na ninauliza mara si moja, msingi gani utakaoweka kwa maisha yako? Msingi gani utakaoweka kwa miaka 10 ijayo kutoka sasa? I want you to make a prayer to God. Mungu nisaidie that in the next 10 years I want to be in this place, point A, B, C, D. I want to have reached here. But then mwambie Mungu nisaidie leo siku ya 3 katika mwaka huu niweke msingi bora. Bwana asifiwe sana. Niweke msingi bora. Nisicheze. I be faithful to you. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. It is my prayer
Last year tumeng'ang'ana ya kutosha. Bwana sifiwe sana. Na huenda tuling'ang'ana pia kwa sababu kuna misingi ambayo tulijenga na hatukujua. Because let me tell you, there are things that we do without knowing na zinakuja pia kuadhiri maisha yetu. Lakini the good thing is this. The moment you know, Mungu akikufunulia uweze kuelewa mambo. Mambo unayopitia katika jamii yako. Mambo unayopitia katika familia yenu. Mambo unayopitia katika biashara yako. Unaweza kulieleza kwamba ama ni mwanzo wangu ulikuwa aje. Maybe that is why some of us failed last year. Maybe no. But this is what I'm saying. If we want to start and start firm, tuangalie vile ambavyo tunafanya nini? Tunavyoanza. Praise the name of Jesus. Wale wanaofanya biashara hapa na mnajua, angalia yule ambaye alianza biashara yake na Mungu na akaweka nadhiri na Mungu na akajua kwamba msingi wa hii biashara yangu ni Mungu. Ask them where they are and they will tell you. Wewe ulia hapa na ulianza jambo na Mungu, you can be sure that God has been faithful. Were it not God on your side, the enemy angemaliza hiyo biashara. Hakuna mahali ingekuwa imefika leo. But by the grace of God, you are where you are because you made a priority to God. Praise the name of Jesus. Setting or laying the right foundation. Even in your personal life. This year kama kuna kitu ambacho naaminia Mungu tuweze kufanya ni kujitolea katika kazi ya Mungu. Kujitolea kudumisha na kujenga uhusiano wangu na Mungu. The more closer I am to God, the more I will understand Him. Jinsi utakavyokuwa karibu na Mungu, ndivyo utakavyoweza kumuelewa na kumjua na kumuelewa. The seasons and the times of prayer, let us be available. The seasons and times of fellowship, let us be available. And as I began by saying, nashukuru Mungu sana, wewe uliyepata ufunuo wa kuingia katika nyumba ya Mungu siku ya leo. It is a blessing. You have known the secret to begin with God. And as walikuwa natuambia tukiwa nyumbani, you know, those days tukivuka mwaka tukiwa ushago, tulikuwa tunajua kwamba ile kitu ambayo utafanya the first mwaka ukiruka, utaishi kufanya kitu milele mwaka huo mzima. So tulikuwa tuna make sure ya kwamba ikifika saa 6 hata kama ulikuwa umelala au uamuke, je, usilale mwaka mzima. Yeah? Na ikiwezekana ukuwe kanisani, je, ukuwe unaenda kanisani every Sunday. We believed that. And somehow even the ilikuwa inakaa. I thank God that the first Sunday of the month of the year you are purposed to be in the house of God. Huo msingi endeleza na ujenge msingi ulio thabiti. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. The Bible says verse 16 as I finish. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? Wewe ni jengo ambalo ni lake Mungu na Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. So, Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, mwambie kwa sababu kazi yake nyingine pia yeye ni msaidizi. Mwambie Roho Mtakatifu uliye ndani yangu nisaidie, nielekeze, nionyeshe jinsi gani ama msingi gani nahitaji niweze kuwekea ama kujengea watoto wangu, kujengea maisha yangu. I know so much has happened last year. Kumekuwa na kupoteza kwingi. Kuna watu waliopoteza watu wao. Kuna watu waliopoteza mali. Kuna watu waliopoteza nafasi. Hizo zote zimefanyika fine. But then there is an opportunity to begin again. Kuna nafasi ya kuanza afresh. Begin it with God. Unanielewa? Church, tuko pamoja. Begin it with God. And be serious about it. When you go serious na shughuli zako na nini, be serious with God about your relationship with Him. Father, in the name of Jesus Christ, I want to thank you na kushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Na ninaomba ya kwamba Mfalme mwema, neema yako
ukashukishe juu ya kila mmoja wetu, ndipo tuweze kujua na kuelewa misingi ambayo tutakayoweza kuweka kwa sababu ya maisha yetu, maisha tunaowapenda, na hata kwa sababu ya uhusiano wetu na wewe. Help us to lay the right foundation this year. We are trusting you for so much in the next 10 years. We are trusting you so much for the next 1 year. And it is my prayer that every one of us, oh God, you will help us by your Spirit and by your grace in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote na utukufu wote, mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Tusaidie mwaka huu ya kwamba mambo tutakayowaza, mambo tutakayofanya, mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, itatuelekeza katika kujenga misingi iliyo bora, msingi ulio bora juu ya maisha yetu, walio karibu nasi, na hata katika huduma. Bwana, tusaidie kuweka msingi ulio bora in the mighty name of Jesus. Your servant says, for we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Sisi ndio jengo lako. Na kama vile Paulo alisema ya kwamba aliweka msingi kama mjenzi hodari, tunaomba ya kwamba utatusaidia, ya kwamba misingi tunayoweka kwa watoto wetu, misingi tunayoweka kwa mambo yanayotuhusu, misingi ya imani yetu Bwana, itasimama milele na hakuna kitu kitakachoweza kuidhuru katika